Na bwana, msanii Mbosso Khan anazidi kufanya mambo mengi sana. Anaweza kusema kwamba anaweka record huko mtandaoni bwana, katika wasanii ambao sasa hivi wanazungumziwa na wanafanya poa ni Mbosso. Lazima tumpe credit zake kutokana na kwamba amekuwa na jitihada, amekuwa na juhudi, lakini pia vile ameweza kumaintain kubaki katika game kwa kutoa kazi kali ambazo zinakubalika katika jamii au kwa mashabiki zake kwa ujumla. Sasa Mbosso kwa mwaka huu hapa 2026 kama inavyofahamika, kama unavyoelewa mtazamaji wangu, ni kwamba Mbosso bwana ameachia kazi yake mpya kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Moja kati ya track ambazo watu wengi sana wametokea kuzikubali, wameipenda hii ngoma. Imekuwa ni moja kati ya ngoma kali mno ambazo zimewahi kutokea kwa mwaka huu. Sasa basi Mbosso tokea alivyotoa hiyo ngoma bwana, of course ametoa video na video inafanya vizuri na zaidi ya views milioni 2, almost milioni 3 ndani ya muda mfupi tu tokea ilivyotoka. Na huu ni mwendelezo wa dozi, tunaweza kusema hivyo, kwa sababu tokea mwaka jana, mwaka 2025 ni kwamba Mbosso Khan bwana ametisha sana kwa mwaka uliopita baada ya kuachia EP yake ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, kwa sababu Room Number 3 ndio ilibeba ngoma mbili pendwa zaidi kwa mwaka huo 2025. Nazungumzia nyimbo kama vile Bonge la Dada pamoja na nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Power. Sasa kwa mwaka huu 2026 Mbosso ameuanza vizuri kwa kuachia hit ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Sasa Mbosso baada ya kutoa nyimbo ya Darasa la Saba bwana, mwenyewe ameweka wazi kuhusiana na nyimbo hiyo kwamba alishutia wapi, na amekutana mpaka na viongozi wa serikali katika baadhi ya maeneo ambayo alikuwa anaenda kwa ajili ya kuperform. Akaulizwa kwamba je, nyimbo yake ya Darasa la Saba ameshutia wapi? Mbosso akafunguka kwa mara ya kwanza, akatoa details za ndani kabisa kwamba nyimbo ya Darasa la Saba yeye ameishutia kwa 99.9%, yani kwa asilimia kubwa zaidi ameishutia maeneo ya Bukoba. Darasa la Saba umeifanyia wapi? Video ya Darasa la Saba nimeshutia Bukoba. Ya, kwa hiyo Mbosso Khan bwana ameweka wazi, ameweka bayana kwamba video ya Darasa la Saba ameishutia kwa asilimia kubwa Bukoba. So hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo taarifa ambayo Mbosso mwenyewe ameitoa. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba je, ulikuwa unajua hili, kwamba msanii wa muziki wa Bongo Flava Mbosso ambaye anatamba kwa sasa hivi na wimbo wake wa Darasa la Saba, anasema kwamba video ya wimbo huo wa Darasa la Saba kwa asilimia 99.9 ameishutia katika mkoa wa Kagera huko Bukoba. Asilimia iliyobaki ni sehemu ndogo sana ambapo ameshutia Dar es Salaam. Ya, kwa hiyo mtazamaji wangu wa Trend TV, kama ulikuwa ufahamu kwamba video ya wimbo wa Darasa la Saba imeshutiwa wapi, basi ndo hapo tumekupa details kwamba ngoma ile bwana imeshutiwa kwa asilimia kubwa Bukoba, kwa mujibu wa Mbosso mwenyewe alivyozungumza. Lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho kimemeke headline kwa kumuhusu Mbosso ni kwamba ameperform kwa mara ya kwanza kabisa live show Darasa la Saba. Ameperform live na jinsi ambavyo watu walivyoipokea, kiukweli wameipokea kwa vibe la hali ya juu. Yani kwa jinsi ambavyo watu walivyokuwa wameipokea nyimbo hiyo ya Darasa la Saba, unaweza kudhania kwamba ni nyimbo ambayo labda Mbosso ameitoa miezi 4 iliyopita, watu wameizoea, kumbe nyimbo imetoka juzi tu. Kwa hiyo haya bwana ni mafanikio na ni kitu ambacho kinadhihirisha jinsi gani ambavyo Mbosso sasa hivi bwana amekuwa na fan base kubwa, hususan baada ya kutoka katika record label ya WCB. Ya, so kwa kifupi ni kwamba Mbosso wakati ana perform bwana, almost nyimbo yote watu walikuwa wanaiimba mwanzo mwisho, walikuwa watu wanaijua neno kwa neno. Umeona bwana So hapa bwana kuna page hapa imekuja kuripoti pia kuhusiana na hiyo habari kumhusu Mbosso, wakiwa wameandika kwamba bwana, kwenye video ni msanii wa muziki wa Bongo Flava Mbosso Khan akiperform wimbo wake wa Darasa la Saba kwa mara ya kwanza live. Lakini pia vile katika performance hiyo, kitu kingine ambacho kimemeke headline ni kwamba Mbosso bwana ametunzwa zaidi ya milioni 6 wakati ana perform tu bwana, ni kwamba jinsi ambavyo watu walivyokuwa wanamtupia pesa jukwani ni zaidi ya milioni 6 ametunzwa.
Na hii bwana ilikuwa ni kule kanda ya Ziwa mkoani Mwanza, ambapo Mbosso alikuwa ameenda kwa ajili ya kwenda kufanya performance. Bwana ni kwamba akafanya show hiyo, na hiyo show ndo mambo yamekuwa kama hivyo. Wasukuma wataki dharau, wamemtunza Mbosso takriban milioni 6. Bwana hizo ni zile watu wanavyotupatupa zile 5,000, 5,000, 10,000, 10,000 wamezikusanya, kimetokea kitita cha milioni 6. Kwa hiyo hapa bwana, kuna page imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba bwana Mbosso awainulia mikono juu watu wa Mwanza, ametunzwa milioni 6. Alafu hapa chini katika caption wakatoa maelezo zaidi, wakaandika kwamba star wa mziki wa Bongo Flava Mbosso amewainulia mikono juu mashabiki zake wa Mwanza kwa kumtunza kiasi cha milioni 6.8 katika usiku wa kuamkia leo kwenye show yake. Mbosso amekiri kuwa kiasi hicho cha pesa ni sawa na malipo yake ya band aliyoitumia. Neno moja kwa wakazi wa Mwanza. Bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, watu wa Mwanza tuko na pesa. Mwingine amesema kwamba bwana, Gen Z watasahau mambo yaliyotokea. Kwa mwingine amesema bwana, King Khan bwana lazima asapotiwe. Kwa amesema kwamba bwana wamtunze kweli huyu jamaa. Kuna mwingine hapa amesema, ameandika kwamba unafikiri kwa nini MC Garabi anapenda sana kwenda Mwanza? Kwa sababu anatunzwa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kulingana na vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni siku ya leo kumhusu msanii Mbosso Kane. Nadhani utakuwa umeelewa jinsi gani ambavyo ngoma yake mpya kabisa Darasa la 7 ilivyokubalika, jinsi ambavyo ngoma hiyo wenyewe watoto wa mjini wanasema kwamba imeenda bwana, imepenya au bwana imebasti. Ngoma inafanya vizuri, watu wanaisikiliza, watu wanaisupporti, lakini pia vile vile imemletea manufaa Mbosso mapema kabisa. Baada tu ya kuitoa ameanza kufanya performance, na akiimba hiyo nyimbo watu wanamwaga pesa za kutosha jukwaani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, at the end of the day. Na wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.